Pulundu TV tuko FDC kwenye mahafali ya mafunzo ya wajasiriamali na mgeni rasmi ni diwani wa Ikwiriri Mheshimiwa Yahya Shahamegi. Mheshimiwa, habari za leo? Habari ni nzuri. Ndio, kwako unajisikiaje kupata nafasi ya kuwa mgeni rasmi kwenye mahafali ya mafunzo ya wajasiriamali? Kwanza mimi ni washukuru waandaaji ambao wameandaa mafunzo haya leo, lakini la pili ni washukuru kwa kuweza kunipendekeza kuwa mgeni kwenye siku hii ya leo, siku ambayo wananchi 90% wanatokana na kata hii ya Ikwiriri. Kwa hiyo hata mapendekezo yao ya kunichagua kuwa mgeni rasmi pia hawajakosea, kwa sababu 90% ya wanafunzi ambao walionufaika kwenye mafunzo haya ni wananchi wa kata ya Ikwiriri. Ndio, inakupa picha gani kuona kata ya Ikwiriri ina bidhaa nyingi za mkono za wajasiriamali katika ulimwengu ambao watu kilio chao kikubwa kwa mbunge wao ilikuwa ni swala zima la viwanda? Mimi kwanza ni wapongeze wananchi wote ambao kwa siku 3 wameweza kukaa hapa na kupata mafunzo haya. Tafsiri yake kwamba tunakwenda kuongeza idadi ya wazalishaji wa bidhaa katika eneo letu la Ikwiriri na halmashauri yetu ya wilaya ya mji wa Rufiji kwa ujumla. Kwa hiyo kwa mantiki hiyo tunakwenda kwenye falsafa ile ya kuongeza idadi ya viwanda vya uzalishaji. Kwa hiyo na sisi wilaya ya Rufiji ni miongoni mwa maeneo ambayo tunatamani kuona wawekezaji wanaongezeka. Kwa hiyo kupitia mafunzo haya ya leo tunakwenda kuongeza wazalishaji wa bidhaa mbalimbali katika mji wetu wa Rufiji, lakini mji wetu wa Ikwiriri, na katika kuongeza ama kukuza uwezeshwaji kama ambavyo jitihada za Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ni katika kuhakikisha kwamba anaongeza tabasamu kwa Watanzania. Kwa hiyo moja ya mikakati hiyo ni serikali kuongeza ama kuongeza uwezeshwaji wa wananchi kiuchumi, lakini kupitia mafunzo haya tunaamini serikali itakwenda kuongeza nguvu zaidi kuhakikisha kwamba haya ambayo waliojifunza leo yanakwenda kuleta tija katika jamii, yanakwenda kuleta tija katika familia kwa kuongeza kipato ama kuongeza uchumi katika kaya zetu. Asilimia kubwa ya wanafunzi walioshiriki mafunzo haya ni wanawake na rais ni mwanamke tunajua, lakini kuna wimbi kubwa la wanawake wa mitaani ambao wamejikita katika matumizi ya uraibu na mihadarati na pia kushiriki katika michezo ya dubu na michezo mingine ambayo haina tija. Unawapa wito gani kama diwani wa kata ya Ikwiriri? Mimi ni waombe wananchi wote wa kata ya Ikwiriri, fursa inapokuja inahitaji utayari, na utayari ambao wenzetu walioshiriki nimeona asilimia karibuni 97 ni wanawake ambao walioshiriki mafunzo haya. Nitoe wito kwa vijana wote na wanaume pia, wananchi wote kuja kwenye mafunzo ya namna hii pale ambapo watakapokuwa yamekuja tena kwa awamu nyingine. Lakini nitoe wito pia kwa wananchi wenzangu wa kata ya Ikwiriri, fursa hizi zinapokuja, lengo hasa makususi ni katika kuhakikisha kwamba sisi tunaongeza kipato. Tafsiri yake kwamba utakapoacha fursa unakwenda kushiriki kwenye michezo ya hayo madubu hizo, kwenye kamari na mambo mengine, unatoa fedha mfukoni unakwenda kutumia kwenye matumizi ambayo sio sahihi. Lakini mafunzo haya utakapokuwa umeyapata kwa kipato kile kile ambacho ulichokuwa nacho, kinakwenda kuongeza uzalishaji na kinakwenda kuongeza mzunguko wa thamani wa ile pesa ambayo uliyokuwa nayo. Badala ya kuitumia katika matumizi ambayo si ya kuzalisha, unakwenda kutumia katika matumizi ya uzalishaji na kuzalisha bidhaa. Kwa hiyo ni waombe wananchi wenzangu, fursa kama hizi zinapotokea basi zije kutukuta na sisi tukiwa tayari kwa ajili ya kwenda kushiriki kwenye miradi ya maendeleo, hususan pale ambapo inapokuja fursa, aidha serikali imetangaza kwamba inahitaji wataalamu kwa ajili ya kuwapeleka kwenda kutoa mafunzo kwenye maeneo mengine, kama ambavyo leo tumeona hapa mwenyekiti wa Women Vision Empowerment Dada Agnes amekuja na wataalamu kuja hapa, lakini yeye mwenyewe amewezesha kuhakikisha kwamba wanakuja hapa, wanalala na wanafanya shughuli hizi za kuwafundisha watu. Kadhalika tutategemea kwamba na wananchi wote wa kata hii ya Ikwiriri, wa tarafa ya Ikwiriri kwa ujumla, tutataraji kwamba watakapokuwa sasa wamekuwa wazalishaji wakubwa na wao watachukuliwa kwenda kwenye maeneo mengine kwenda kuwafundisha watu wengine, pia itakuwa ni fursa kwao.
Ndio, wito wako mwingine ni upi kwa wakazi wa Ikwiriri na Rufiji nzima ikiwezekana juu ya manunuzi ya bidhaa za wajasiriamali wa ndani? Hapa leo tumeona sabuni, mafuta, wine, chai tiba na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kama diwani unawapa wito gani wananchi wa Ikwiriri juu ya kutumia bidhaa zinazozalishwa na wajasiriamali wa ndani? Mimi nitazungumzia mambo mawili. Jambo la kwanza, kuthamini zile bidhaa ambazo zinazozalishwa na Watanzania wenzetu. Lakini jambo la pili ni tutakapokuja kuwaunga mkono kwenye zile bidhaa ambazo wanazozalisha, na kwenda kuongeza mzunguko wa fedha ndani ya mji wetu wa Ikwiriri, kama ambavyo serikali imekuwa ikifanya miradi mikubwa na kuajiri Watanzania. Tafsiri yake kwamba unatengeneza mzunguko wa fedha katika eneo husika. Kwa hiyo tutakapokuwa tumeshiriki kwa pamoja kununua bidhaa ambazo zinazozalishwa, maana tunatengeneza mzunguko wa fedha na tunaongeza mzunguko wa fedha katika mji wetu. Kwa hiyo niwaombe tu wananchi wenzangu, bidhaa ambazo zinazotengenezwa ni zile ambazo ni natural kabisa, hazichanganywi labda na makemikali mengine ama nini. Hapana, ni bidhaa ambazo ni natural kama tulivyoona kwenye mabanda ya maonyesho. Ni bidhaa zote ambazo zinazotokana na vitu asilia, mafuta ya nazi, wanatengeneza tuona pale ukwaju, wanatengeneza sabuni ambazo zinazotokana na nazi, sabuni ya bizari, sabuni ambazo zinazotokana na natural resources ambazo ziko kwenye maeneo yetu na zinazotuzunguka, bidhaa za korosho, bidhaa nyingine za ubuyu. Zote hizi zote ni zile ambazo hazitokani na makemikali. Lakini tumeona pia wajasiriamali ambao wanauza tiba, ni juisi za aloe vera, lakini ni tiba kwa watu wenye pressure, watu wenye sukari. Kwa hiyo hii inaweza kutuondolea ama kutuongezea kipato na mzunguko wa fedha katika jamii yetu. Mimi nikushukuru sana. Asante sana. Asante.